Hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuoverride madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna. Sisi kazi yetu tusikilizwe, tusisikilizwe, tutaongea. Ila yasipofanyiwa kazi, nyinyi wananchi mtajua, wala viongozi wetu wa kiroho walitutahadharisha. Lakini viongozi wa dini, msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao. Sisi tunasimama kwenye ukweli baba. Kanisa linasimama kwenye ukweli. Watu wanapotea, watu wanatekwa. Mimi toka nimekaa, matamko 8 yametolewa na teke. 8. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Taifa linaelekea pabaya, tulishaona. Lakini kupuuza viongozi wa dini ni hatari sana, kwa sababu viongozi wa dini hawana maslahi binafsi kwenye taarifa zinazohusu uhai wa mtu. Lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Mauaji makubwa kiasi hiki, useme mtu amehongwa aandae maandamano. Vijana si wajinga kiasi hicho. Hizo hela zinazotajwa ziligawanywa kwa mtindo upi kwa vijana wote wale walikuwa wameandamana? Na wale waliouawa kwenye majumba na wenyewe waligawiwa hela. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Kifo kimetokana na mauaji. Neno kutumia mauaji ni kuua kwa kukusudia, kuua kwa kupanga. Ndicho kilichotokea. Unaporudi leo mzee na kulia kijana wako kaumizwa mguu, kijana wako kwa bahati mbaya alikufa, ulishindwa nini kumzuia asitoke? Ulishindwa nini kumwambia maneno ya hakima asiende? Watu walipigwa risasi mchana kweupe wakiwa wanaandamana. Watu wamefuatwa kwenda kuuawa kwenye miji yao mchana kweupe na usiku. Sasa hilo tusubiri tume ichunguze ndio je tuambie? Nasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Sisi wa Kristo tunaofuata dini ya Kikristo ambayo inatumia Biblia takatifu, Agano la Kale na Agano Jipya, Mungu hamsamehe mtu bila kukiri. Lazima ukiri mbele ya Mungu, sio kukiri mbele ya watu. Mbele ya Mungu, na sio kufanya usanii. Ni mbele ya Mungu unakiri. Na katika kukiri ni kukubaliana na ukweli kwamba watu waliuawa. Watu waliuawa kwa makusudi. Ndio maana tunasema kukiri. Kukiri. Mpaka sasa hakuna mamlaka za juu zilichofanya, hawajafanya hayo maamuzi, hawajakiri. Kwa nini siku ya uchaguzi? Haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi? Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine, hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki mpaka yafanywe yale yaliyofanywa. Wanasema sababu ya kwanza, ukiwauliza vijana hata sasa hivi, hata nyinyi mlivyo huko kwa waandishi wa habari, hatuko salama. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Ni zoezi lina zaidi ya miaka 2 sasa hivi, hilo linaendelea. Vijana wamechoka kuvumilia. Demokrasia haina maana tena kufanya uchaguzi, kwa sababu utagombea wakala hatapitishwa. Nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi 3 waangalie kwa undani, watuletee taarifa yaliyojiri ni haya. Kulitokea tatizo la polisi Mtwara. Rais akasema huwezi wewe kuwa polisi umefanya hivi alafu ujichunguze mwenyewe. Alisema rais. Sasa kwa nini hiyo sentensi siongelewe leo na tusione hiyo? Unaposema mfano uchunguzi ufanyike, serikali imeweka tume tusubiri, utajichunguzaje kama kazi yako ni kulinda? Na watu wameuawa, si umeshindwa kuwalinda? Sasa kama umeshindwa kuwalinda, aje mtu kutoka nje tujue ni wewe uliyeshindwa kuwalinda au kuna mwingine aliyesababisha ushindwe kuwalinda. Tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake,
kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Rais ameapa kulinda katiba ya nchi, na moja katika kulinda ni uhai. Ibara ya 14 ameapa kuilinda. Sasa inapotokea watu wanani, lazima akili, jamani, niliahidi kuwalindia uhai na niliahidi kuwalindia uhai kwa kutumia chombo hiki. Nasikitika kuambia kwamba tarehe 29 na hizi tarehe zingine kumetokea watu wameuawa kwa kutumia risasi. Maana mara nyingi wanasema tunasema kwa ajili ya wananchi. Unajiuliza wepi? Kama kwa ajili ya wananchi, wananchi walishasema, walishatoa maamuzi, wameipa CCM 97%. Hayo ndio maamuzi ya wananchi. Tanzania sasa hivi hamna election, kuna selection. Sio kama unaelewa hiyo. Hakuna election. Utamaduni wa election ulishakufa. Sasa hivi tuna utamaduni wa selection. Uchaguzi sasa hivi Tanzania hauna maana yoyote. Hakuna haja kuwa na uchaguzi Tanzania kwanza. Kwa sababu ukienda yupo atakayepita kwa 99%.